Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Jeshi la polisi linapenda kujulisha umma kuhusiana na taarifa za mtu anayefahamika kama mchungaji Yannick Mbombosele, ambaye kupitia mitandao ya kijamii kumesambaa taarifa zinazodai kuwa ametekwa na watu wasiojulikana jijini Dar es Salaam. Ifahamike kuwa mtu huyu raia wa Kongo ambaye alishawahi kuwa mchungaji kiongozi wa kanisa la Ebenezer Restoration Ministry of All Nations alishawahi kukamatwa hapa nchini mkoani Iringa tarehe 15 Mei 2025 kwa tuhuma za ubakaji na mauaji ya watoto wadogo yaliyokuwa yameshamiri kipindi hicho, ambapo alikuwa akishawishi baadhi ya wafuasi wake wabaki watoto hao na kukinga damu zao kutoka sehemu za siri na kuwaua kisha mpelekee damu hizo kwa ajili ya kuzitumia kuwafanyia maombi. Mbali na makosa hayo, mchungaji huyo pia alituhumiwa kujihusisha na vitendo vya utapeli na kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu kwa kuwalipa pesa baadhi ya waumini wake ambao walijifanya ni wagonjwa na wengine kujifanya ni walemavu ili wafike kanisani kwake kwa maombi na kujifanya kuwa wamepona, huku wengine wakijifanya kupiga simu za ushuhuda wa kuponywa au kufanikiwa shida zao kupitia vyombo vya habari alivyokuwa akivitumia kutangaza kanisa lake mkoani Iringa. Baada ya uchunguzi wa kina, ilibainika kuwa mchungaji huyo pia alikuwa akiishi nchini kinyume cha sheria baada ya kuingia nchini bila kibali chochote. Kutokana na kuripotiwa kwa matukio aliyokuwa akiyafanya mwaka 2024, mchungaji huyo aliitwa kwenye kamati ya usalama mkoa wa Iringa na kupewa onyo kutokana na maudhui aliyokuwa akiyatoa kupitia kituo kimoja cha redio cha mjini Iringa, ambayo yalikuwa yanalenga kuchochea chuki au uvunjifu wa amani kwa kuwa ilikuwa inafanana na ramli chonganishi. Ili kufahamu yaliyokuwa yakitendeka, timu ya upelelezi ilifanya uchunguzi wa kina na kutokana na shahidi uliokusanywa ulifanikishwa kukamatwa kwa watuhumiwa waliokuwa akishirikiana nao pamoja na vielelezo vilivyopatikana nyumbani kwake na kanisani kwake, zikiwemo hirizi 5, pete 3 zenye picha za kutisha yani magic face, magamba 5 konokono, vitambaa 3 vya rangi nyeupe vyenye matone ya damu, chupa 2 ndogo zenye mafuta yanayodhaniwa kuwa ni ya mnyama simba na unga uliokopo kwenye chupa ndogo ya maji unaosadikika kuwa unatokana na gamba la kobe. Tarehe 17 Juni mwaka 2025, mchungaji huyo pamoja na wenzake 5 walifikishwa mahakamani na kusoma mashtaka kuendesha genge la uhalifu na kujipatia pesa kwa njia za udanganyifu. Kesi namba ECO.00014-959/2025. Hata hivyo, shahidi dhidi ya mchungaji huyo kwa kesi ya mauaji na kubaka hakutosheleza, hivyo hakuandaliwa mashitaka, lakini wenzake walipelekwa mahakamani kuendelea na mashitaka hayo. Tarehe 14 Julai 2025, hukumu ilitolewa na mahakama ambapo watuhumiwa hao walikiri kosa kwa njia ya plea bargain na walihukumiwa kutotenda kosa lolote la jinai kwa muda wa miezi 12 kulipa faini kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kiasi cha shilingi milioni 20 pamoja na magari yao 3 kutaifishwa. Baada ya kulipa kiasi hicho cha pesa, walishtakiwa hao waliachiliwa huru. Hata hivyo, baada ya hukumu hiyo kutolewa, ilibainika kuwa mchungaji huyo Yannick Mbombosele bado alikuwa akituhumiwa kuendelea kufanya udanganyifu kupitia kanisa lake la Ebenezer Restoration Ministry of All Nations, na ufuatiliaji ulifanyika ambapo alikamatwa tena na kukiri kuendelea kutoa huduma katika kanisa hilo. Baada ya kukamatwa, ofisi ya mkuu wa upelelezi mkoa wa Iringa ilimkabidhi kwa kamanda wa uhamiaji mkoa wa Iringa, ambapo mchungaji huyo aliondolewa nchini na kutakiwa asirudi tena. Kutokana na hayo, jeshi la polisi limeshangaa kuona taarifa kwenye mitandao ya kijamii kwa mchungaji huyo alikopo nchini na ametekwa na watu wasiojulikana. Hata hivyo, baada ya kuiona taarifa hiyo, jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi. Linaomba kwa yoyote mwenye taarifa au ushuhuda utakaowezesha kuthibitisha taarifa hizo asisite kuziwasilisha kwenye kituo chochote cha polisi kilicho karibu naye. Nikusihi mtazamaji wa Kasako Media, kwa update zaidi unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ambapo Instagram na Facebook ni Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.